Yes, karibu sana live. Hii ni live match ambayo ni hatua ya robo finali ya kwanza kabisa baada ya upande wa Bajuma Stadium kutoka tayari timu ya Kalembelembe kwa kubamizwa bao moja sifuri dhidi ya Kerde Liona. Hii hapa sasa matangazo ya moja kwa moja Marishal TV na mikwaju ya penalty J2 Sport, dakika zote 90 dhidi ya Makabe City wazee wa Engwe zimeenda kwa matokeo ya 0-0. Captain Eli Milagroso na kuletea matangazo ya moja kwa moja kwenye hatua hii ya penalty kick off, na moja kwa moja mchezaji ambaye amejipanga ni password ya 14 kwa ajili ya kupiga penalty ya kwanza kabisa kulitafuta lango, lakini pia account ya magoli upande wa timu ya J2 Sport ni Ramadhani Kabwe alimaarufu Dr. Anazoea sana kumuita Khalid Auchu. Subiri tuone atafanya nini kwa ajili ya kuwapa furaha mashabiki wa J2 Sport. Mmoja kati ya mapenalty taker wazuri zaidi Khalid Dr. Auchu anarudi nyuma akiwa anabembea hivi, anamwangalia mweneba atoka Auchu nje. Golikipa anajiuliza waya ole imo. Goli la kwanza tu. Yeye kufunga goli kwake ni kama kawaida tu. Bavo anamwambia brother, tunaamini sana mambo yako. Goli la kwanza na akaunti tayari ya magoli upande wa timu ya J2 Sport imeanza. Anaenda uzi nambari 2 upande wa timu ya Makabe City ambaye ni mchezaji Bia Mungu, mmoja kati ya mabeki ambao ni wabishi kweli. Mbishi kweli. Ameupiga wa kutosha kwenye dakika zote 90 za mchezo. Subiri tuone maamuzi atakuwa yapi. Mchezaji wa kwanza upande wa Makabe City, lakini mchezaji wa pili kwenye namba ya upigaji penalty ya jumla wachezaji wote hapa uwanjani. Kumbuka hii ni Bunagana Stadium na hii ni ligi daraja la pili. Bia Mungu na Kitungano face to face. Arudi nyuma, anapumua kama Ronaldo, anamwangalia vizuri sana Kitungano. Bia Mungu! Kitungano na mali. China penalty ya kwanza. Alikuwa anajaribu kumwangalia golikipa, lakini golikipa amekuwa ni bora zaidi. Ameshindwa penalty, amefungwa bao moja. Subiri tuone, anarudi akiwa analia, lakini pia uzi nambari 18 Asokolo tayari ameenda kwa ajili ya kulitafuta goli la pili kuwapa kazi zaidi timu ya Makabe City. Uzi nambari 18 mgongoni, anaenda akiwa na relax kweli. Asokolo anarudi nyuma na anaenda kama anajua atafunga. Asokolo Kimbo cheza vizuri sana, penalty moja ya maana hivi. Imepigwa saa 10 ile. Wamepata kazi sasa Makabe City, kazini kwao kuna kazi. Penalty ya 3 kwenye jumla ya upigaji penalty, lakini ni penalty ya pili upande wa timu ya J2 Sport. Mchezaji wa pili upande wa Makabe City, lakini pia ni mchezaji wa 4 upande wa timu ya jumla ya upigaji penalty Okito. Mmoja kati ya wapigaji penalty wazuri sana huyu fundi wa kabumbu, lakini wachezaji wenye majina hawa kwenye mikwaju ya penalty wanakuwa hawana bahati nzuri ya kufanya mazuri. Okito uzi nambari 15 anayo dhamana ya kulitafuta goli la kwanza upande wa timu ya Makabe City. Okito mashine ana relax. Okito nje naye anashindwa penalty na amelala pale. Penalty mbili za mwanzo wanashindwa Makabe City. Penalty ya pili upande wa timu ya Makabe City wanashindwa. Mchezaji ni wa 5 kwenye jumla ya upigaji penalty, lakini pia ni mchezaji wa 3 upande wa timu ya J2 Sport. Ni mchezaji Huseni, beki huyu wa kulia. Hussein jezi nambari 16 mgongoni.
Angalia vizuri sana Mwenebato Wilonja, namwambia piga nimeishi. Huseni Kimbo, goli la 3 kwa faida ya timu ya Jetua Sport. Makabe City bado hawana kitu. Wanacheza vizuri sana kwa confirmation kweli kweli. Wanaweza wakawa ni wa kwanza kufuzu. Atakuwa ni wa pili kwenye nafasi ya kufuzu hatua ya nusu finali baada ya KenDelio kupata tiketi ya mapema tu hii leo dhidi ya timu ya Kalembelembe. Anaenda sasa Furaha, fundi wa kabumbu Ture, uzi nambari 3 mgongoni. Bado anaitafutia Makabe City goli la kwanza. Mchezaji wa 3 pande wa timu ya Makabe City, lakini pia ni mchezaji ambaye ni wa 6 kwenye jumla ya upigaji penalty Bunagana Stadium. Anarudi nyuma Tambo Zamana, anapiga vizuri sana. Wow! Kitungano anajiuliza huyu ni nani huyu? Dr. Ture, fundi wa kabumbu huyu. Anaenda uzi nambari 5 Bewil. Huyu ndiye mwenye dhamana na tiketi ya kuwapa timu ya Jetua Sport kwa ajili ya kucheza nusu finali ya ligi daraja la pili. Uzi nambari 5 Bewili Said, ambaye tayari mashabiki wamesimama wanamwangalia Bewil. Anacheza Bewil nje, cheza ndivyo sivyo, anashindwa penalty na mashabiki wanashangaa. Inakuwa ni 3-1. Mchezaji wa 4 wa timu ya Jetua Sport ameenda kushindwa, mchezaji Bewil Said, lakini pia anaenda sasa Neymar, Captain Fantastic, na mmoja kati ya vijana ambao ni hatari zaidi, lakini pia dakika 90 hakuwa ni mkali kama tunavyomzoea kumwona Kaluta Neymar. Neymar huyu mchezaji mwenye zamana. Subiri tuone wanafanya nini hawa Makabe City. Akishindwa basi mchezo utakuwa umetamatikia hapa hapa. Neymar anaangalia vizuri Kitungano. Neymar anaona nafasi. Neymar Kimbo, cheza vizuri sana Neymar. 3-2 sasa, anaenda Bavo. Subiri tuone Bavo anafanya nini. Alishindwa penalty dhidi ya ER Renaissance, lakini akafunga penalty dhidi ya timu ya Excella Kade. Subiri tuone mchezaji ambaye tena ana dhamana ya kuipeleka nusu finali timu ya Jetua Sport. Makabe wakimsii golikipa Mwenebato daka penalty moja tu, utakuwa umetupatia matumaini. Bavo ni mpigaji wa penalty lakini sio mzuri zaidi. Subiri tuone, ana mazoea ya kupiga mguu wa kulia huyu. Bavo anaangalia mstari umekaa wapi, ametulia kama Cristiano Ronaldo. Bavo wanafuzu moja kwa moja hatua ya nusu final. Hawa ndio Jetua Sport, ana relax kweli kweli, amegonga komora kweli kweli. Makabe City na wao wameaga mashindano. Hii ni Marechal TV, mimi ni Captain El Milagroso, nilikuwa na Tuno kwenye nafasi ya kuletea matangazo ya moja kwa moja kutoka Bunagana Stadium. Jetua Sport wanafuzu moja kwa moja hatua ya nusu finali, wanaungana na timu ya KenDelio. Unaweza ukalike, kwa comment, ukashare, ukasubscribe Marechal TV kwa ajili ya kupata zile updates ambazo zinaendelea kujiri kutoka Marechal TV. Bye.